Kumekuwa na migongano kwa baadhi ya watu wakiamini kwamba alikuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Mbowe anaweza akagombea urais kupitia chama kingine cha upinzani, ndivyo. Lakini hii leo kupitia ukurasa wa X wa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema amethibitisha kwamba hii leo amezungumza na aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho ambaye kwa sasa tunaweza tukasema ni mstaafu, namzungumzia Freeman Mbowe, na ameeleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mnyika amesema, natambua kuwa wachache waliojiondoa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kuwashawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujiondoa kwenye chama kwa madai kuwa wanamuunga mkono na wanajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Natambua pia mfumo wa serikali ya CCM uko nyuma ya baadhi yao kwa nia za kukwamisha no reform no election, kupasua Chadema na kuhalalisha udhalimu na uharamu unaodaiwa kwa uchaguzi wa mwaka 2025. Natambua kuwa mfumo huo ukihusisha mtu wa karibu na Rais Samia Suluhu Hassan, mtumishi mmoja wa ofisi ya usajili wa vyama vya siasa, ndio uliohusika kufungua kesi ya Said Issa Mohamed aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar na wenzake ambao wameondoka, pamoja na mambo mengine, shughuli za kisiasa ziwe wakati kesi ya msingi ikiendelea. Kwa uzoefu wangu wa kuwa kwenye sekretari ya chama kwa takribani miaka 21, mapito mengi ya Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda hii vita dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Naamini pia tutashinda tukielekeza nguvu kwenye mapambano ya no reform no election. Tumjue vizuri adui yetu, wajue vizuri washiriki wetu, tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima kufanyika hivyo kwa umoja na nguvu, na pamoja tutashinda. Hayo ni baadhi ya maneno ambayo katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambayo ameyashare kutokana na baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho anamzungumzia Freeman Mbowe kugombea urais au ameng'oka kwenye chama hicho akaenda kugombea kwenye chama kingine ambacho watu wanaamini kwamba anaweza akaenda huko na akagombea urais, na au kutokana na huu mwenendo wa baadhi ya wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambao wameendelea kujiondoa kwenye chama hicho pasipokuwa na sababu za msingi ambazo zimewafanya wao kuondoka kwenye chama hicho, ndivyo. So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hii ambao kuhusiana na huu ujumbe ambao ameushare Mnyika kwenye ukurasa wake wa X kutokana na hizi fununu ambazo zinaendeleza kuhusiana na kwamba mwenyekiti wa chama hicho namzungumzia Freeman Mbowe kwamba ataenda kugombea urais kupitia chama kingine cha upinzani, ndivyo. So kama hujatufollow kwenye ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Ambayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu Ambayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tumekuwa tunaweka humo ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia kaa hivyo. Ciao.